Hali ya kisiasa jijini Nairobi inazidi kuwa moto sana. Tarehe 27 Machi mwaka 2026, mgongano mkubwa unatarajiwa ndani ya chama cha ODM, huku makundi mawili ya ndani, la Sifuna na la Oburu Odinga, yakipanga NDC, yani National Delegates Conference zao tofauti. Ni hatua inaweza kuathiri kampeni za urais na nafasi za uongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini. Lakini kabla tujaingia kwa kina, hakikisha umebonyeza kitufe cha subscribe, piga like na usisahau kushiriki video hii kwenye comments. Moto TV Kenya inakuletea habari kwa uwazi, uchambuzi makini na kwa lugha rahisi kueleweka. Naitwa Ogaro Brian Osoro. Makundi haya mawili ya ODM, Sifuna na Oburu, yanajiandaa kuendesha mikutano ya NDC tofauti jijini Nairobi, jambo linaloashiria mgawanyiko mkubwa ndani ya chama. Makundi ya Sifuna yanaonekana kuhamasisha wanachama wake kuunga mkono msimamo wa mgombea mwenza wa urais, huku Oburu akipanga mkutano wake wenye lengo la kuonyesha nguvu au power na ushawishi wake ndani ya chama. Wachambuzi wa siasa wanasema hatua hii inaweza kuashiria mgongano mkubwa wa kisiasa ndani ya ODM ambao unaweza kuathiri mashindano ya urais na nafasi za uongozi wa chama. Baadhi ya wanasiasa wanaona kuwa ni ishara ya mgawanyiko wa ndani unaohitaji suluhisho haraka ili chama hiki kisionekane kukosa mshikamano mbele ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Taarifa zinaonyesha kuwa makundi haya yanapanga kujipanga kijiografia, huku mikutano yao ikitarajiwa kuvutia wanachama wengi kutoka mitaa tofauti ya Nairobi. Hii inamaanisha kuwa mvutano unaweza kuongeza joto la kisiasa, huku vyombo vya habari vikisubiri kuona ni mkutano upi utakaoshuhudiwa kama NDC halali. Kiongozi wa Sifuna amesema kuwa wanachama wake wanapaswa kushiriki kikamilifu ili kuhakikisha misimamo ya ODM inaungwa mkono kwa haki na usahihi, huku Oburu akisisitiza kuwa makundi yake yanawakilisha nguvu ya historia ya chama na kwamba mikutano yao itakuwa na kielelezo cha ushawishi wa kweli ndani ya ODM. Mgongano huu ndani ya ODM unaleta changamoto kubwa kwa chama kikuu cha upinzani. Wanachama wengi wanashangaa ni nani atakayepata nguvu zaidi, huku wachambuzi wakisema kuwa mgawanyiko huu unaweza kuathiri siasa za taifa kwa ujumla, hasa katika mchakato wa uchaguzi mkuu ujao. Wachambuzi wa siasa wanasema hatua ya Sifuna na Oburu kuendesha NDC tofauti ni mfano wa mzozo wa ndani ambao unaweza kuashiria mapambano ya kisiasa yanayotarajiwa katika chama cha ODM. Wanachama wengi wanatarajia kuona ni nani atakayepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wanachama na ni nani atakayekuwa na nguvu ya kuongoza msimamo wa chama. Wengine wanasema kuwa hatua hii inahitaji ushirikiano wa haraka ili chama kisionekane kukosa mshikamano, kwani chama kisichokuwa na mshikamano kinaweza kuwa dhaifu mbele ya upinzani katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hali hii pia inaonyesha jinsi nguvu za kisiasa ndani ya ODM zinavyogawanyika na kuonyesha Wakenya tofauti za mitazamo na nguvu za viongozi wa chama. Kila upande unajitahidi kuonyesha kuwa wanashirikiana kikamilifu na wanachama wao, huku wakisisitiza kuwa NDC zao zitaendeshwa kisheria na kwa haki. Hii ni hatua inayolenga kuhakikisha kuwa kila kiongozi ana nguvu ya kuamua msimamo wa chama. Mgongano huu wa NDC mbili unaweza kuwa na athari kubwa kwa kampeni za urais na nafasi za uongozi wa chama. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa mgawanyiko huu unaweza kuathiri mshikamano wa chama cha ODM, huku wengine wakisema kuwa hatua hii inaweza kuonyesha kuwa chama kina nguvu ya ndani na kinaweza kuonyesha uwakilishi wa wanachama wake kikamilifu. Kwa sasa wanasiasa, wanahabari na wananchi wanashikilia pumzi kuona ni nani atakayepata uungwaji mkono mkubwa na mkutano upi utachukuliwa kuwa halali. Swali kuu ni mgongano huu utaathirije kampeni za urais na ODM kwa ujumla? Wanachama wa chama cha ODM wanatarajiwa kuzungumza zaidi katika siku za usoni, huku mvutano huu ukiwa mtihani wa nguvu za ndani za chama na uungwaji mkono wa viongozi wake. Hali hii inawakilisha siasa za ndani zinazochukua mkondo mkali ambazo zinaweza kuashiria mwelekeo
wa kisiasa wa taifa. Hiyo ndiyo ilikuwa habari moto ya sasa hapa Moto TV Kenya, tukikuletea taarifa muhimu zinazotikisa siasa na maisha ya kila siku ya wananchi. Endelea kuwa nasi kwa habari zaidi, uchambuzi wa kina na simulizi zenye kuelimisha jamii. Usisahau kusubscribe, kupiga like, kutoa maoni yako na kushiriki video kwenye comments ili sauti ya ukweli iwafikie wengi zaidi. Mimi ni Ogara Brian Osoro na hii ni Moto TV Kenya, mahali ambapo habari zinawaka moto lakini ukweli unabaki kuwa mwanga. Tukutane tena katika toleo lijalo la habari moto za sasa.